Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutazingatia hayo uliyotuasa na waumini wamesikia. Sisi ni wadau wa amani na tumekuwa tukiongea hayo mara zote kwa habari ya kudumisha amani, na tunao msingi sisi wa kudumisha amani ambao unapatikana katika neno la Mungu. Na ningependa pengine nizungumze huku ukisikia, najua kuna vyombo hapa vya habari pia vinachukua, nizungumze haya kama msimamo wa kanisa, kama msimamo wa watu wanaosafiri kwenda mbinguni, yani watu wa Mungu, na ndio ambayo tumekuwa tukiyahimiza wakati wote. Msingi wangu utasimama, maelezo yangu yatasimama katika andiko kwenye Biblia, kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Nitanukuu kwa kuyasoma maandiko haya. Anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Katika kifungu hiki nimepata vipengele kama vitatu hivi, nivizungumze kwa haraka nisipoteze muda. Jambo la kwanza ambalo naliona kwenye kifungu hiki ni wito wa kuombea taifa na viongozi. Wito wa kuombea taifa na viongozi. Sisi tunafahamu tunachoitiwa kwamba ni kuombea. Na tunapozungumza kuombea, maandiko hapa yanazungumza kuombea hekima kwa viongozi ili watuongoze vyema, watuongoze vizuri. Hicho kitu ni cha muhimu na cha lazima, na sisi tumeombea na tumeamini kwamba Mungu amewasaidia katika hilo. Ningenukuu kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 1 mstari wa 7 hadi ule wa 12. Mungu alimwambia Mfalme Suleiman kwamba omba chochote utakacho nitakupa. Mfalme Suleiman kwa kweli alitulia sana, kafikiri, akasema, naomba unipe namna ya kuingia na kutoka mbele za watu hawa, maana ni jamii kubwa. Suleiman alipoomba neno lile, Mungu alifurahi sana. Akasema, Suleiman, nashukuru kwamba jambo hili lilikuwa moyoni mwako. Hukuomba mali, hukuomba utajiri, hukuomba chochote, bali umeomba ujue namna ya kuingia na kutoka mbele za watu wangu. Akasema, hekima umepata, lakini na hivyo ambavyo hukuomba umepata. Nimekusikiliza Mkuu wa Mkoa unaposema hapa. Umesema kazi yenu ninyi ni kuwaombea ili tuweze kuwa na hekima. Kwa kweli ndicho tunachokifanya. Kwa mfano, sisi wiki lililopita lile, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, tumekuwepo hapa kanisani washirika wote kila siku saa 10. Tunaombea nchi, tunaombea viongozi, tunaombea hivi vitu vyote ambavyo umevisema hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Nikuhakikishie, mimi naamini Mungu wetu ataonekana na atasimamia. Nikizingatia neno lako la hekima ulilozungumza hapa, Mungu amenisikia. Lakini jambo la pili katika sura hii inazungumzia kwa habari ya kuombea amani ya taifa na wajibu wa kila mtu. Kuombea amani ya taifa na wajibu wa kila mtu. Labda ningesema pia kuombea amani ya mkoa wa Njombe na wajibu wa kila mwana Njombe. Waraka huu haujaandikwa tu kuandikia viongozi, umetuandikia watu wote. Maana yake kuna sehemu ya viongozi na kuna sehemu ya watu, wananchi. Labda ningezungumza hivyo,
Ulipozungumza maneno hayo, umezungumza kitu cha msingi kinachokwenda sawasawa na maandiko. Ni kweli kuharibu mali sio kitu kizuri. Kuharibu mifumo sio kitu kizuri kwetu sisi watu wa Mungu. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo tunaposema kuombea, manake tunaomba pia vitu vya namna hiyo visitokee. Na sio kuomba tu, manake hapo ni kueneza na ujumbe pia. Kama ulivyoomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba jamani, hivyo vitu havifai visifanyike. Lakini ninachoamini ni hiki: tukiwa watu wa maombi na watu wa kusikilizana, na hasa nitumie neno hili kusikilizana, maana ni waraka kwa watu wote na ni waraka kwa viongozi pia. Manake ni wito wa kusikilizana. Sisi wananchi tu wasikilize ninyi viongozi. Mnapotoa maelekezo, mnapotoa maagizo, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, lazima tuwasikilize. Lakini kuna sehemu pia ya ninyi viongozi kutusikiliza sisi wananchi. Hivi vitu vikifanya kazi pande zote, bila shaka amani itatokea. Kama hatusikilizani, ndio ile hali ya kupishana itaendelea. Na ukweli ndio huo. Tusipokuwasikiliza ninyi na ninyi msipotusikiliza ni lini tutakapokaa mambo yaweze kukaa vizuri? Kwa hiyo ni wito wangu kwa mjibu wa andiko hili kiwepo kitu cha jinsi hiyo. Na ndio hivi maana yake mmekuja huku ni kusikilizana. Tunaongea kwa pamoja, tunapatana kwa pamoja. Litaharibika lini neno? Hilo lilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu ni la matumaini na kuhakikishiwa.